bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Ni asanti. Ninakukaribisha tena jioni ya leo, mtazamaji wa Gospel Voice TV katika jina la Yesu. Na nashukuru Bwana kwa ajili ya kutuweka hai siku ya leo. Maandiko inasema, alisema yeye ni Mungu aliye hai, na kwa hivyo kwa sababu yeye ako hai na sisi tuko hai, ni lazima tukae tukiongea. Maandiko inasema neno hili ambalo ni la Bwana linaleta uzima katika maisha ya watu, linaleta uzima. The word brings life. Na kwa hivyo niko na neno nataka nishiriki na wewe leo ambalo litasababisha kuleta uzima katika maisha yako. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya ukuu wako na fadhili zako. Maandiko inasema ya kwamba kuingia kwa neno lako kunaleta mwanga katika maisha ya mtu. Na mimi naomba ya kwamba nikiwa nimesimama hapa mbele ya watu wako siku ya leo, ya kwamba Bwana, yale maneno ambayo nitakayoyaongea yaleta ushindi katika maisha ya watu wako, na jina lako Bwana litukuzwe. Pokea sifa umwema, nitumie tu kama shombo na ujitukuze kwa utukufu wako. In Jesus name we pray. Amen. Na siku ya leo nataka niongee kuhusu kwa nini Bwana Mungu akutembelee. Kwa nini Bwana Mungu akutembelee. Na ni vizuri tuseme ya kwamba mtu akitembelewa na mtu mkubwa husikia vizuri. Ukitembelewa na rafiki ambaye maybe ni tajiri, mtu husikia vizuri. Ukitembelewa na mchungaji unasikia vizuri. Ukitembelewa na askofu unasikia vizuri. Ukitembelewa na archbishop utafurahia. Na ukitembelewa na governor akuwe na mgeni wa kwako, akuje kwako nyumbani, mtu husikia vizuri. Na hawa watu wote wako busy, na ndio maana wanaitwa watu wakubwa. Hata kutembelewa na mzazi utasikia vizuri. Na ni vizuri uelewe ya kwamba sio kila mahali watu hutembelewa. Nishaiona mtu akiwa na sherehe na akaita watu wengi, lakini wakakataa kutembea kwenye sherehe yake. Unakumbuka hata Yesu akipeana mfano kwa maandiko, kuna siku alisema ya kwamba mtu mmoja akatengeneza sherehe kwake nyumbani. Na alipotengeneza sherehe akasema watu waende waitwe waje katika hiyo sherehe. Na walipoitwa, mfanyikazi yule akaja akamwambia kwamba ile hall watu walikuwa wameketi kwenye hii sherehe haijafika nusu. Akamwambia nenda kwenye crossroad, kwenye kado ya barabara, uite wengine uwaambie wakuje, hata kama hatuko tumewatumia kadi. Akaenda akaitana, wakaja, akamwambia bado haijajaa. Akamwambia basi nenda ukalazimishe mtu yeyote. Ni kwa sababu gani? Sherehe yake watu waliisuzia. Watu walikataa kuja kwa sherehe. Na ni vizuri tuseme maneno haya ya kwamba jambo moja kubwa linaweza kufanyika katika maisha yako na likuwe la furaha na la ushindi, ni wakati Mungu amekutembelea. Wakati Mungu amekutembelea. Na Yesu alilia akiwa Jerusalem. Akasema, Jerusalem, Jerusalem, wewe ambayo hauelewi kutembelewa kwako. Ni makosa makubwa sana Mungu atembee alafu Yakobo ukose kuelewa ya kwamba Mungu amenitembelea. Na watu hawajuangi ya kwamba Mungu amewatembelea. Ni makosa makubwa sana utembelewe na ukose kuelewa ya kwamba Mungu amekutembelea. Ni makosa makubwa sana ya kwamba utembelewe na ukose kuelewa ama kujua ya kwamba Mungu amekutembelea. Sasa basi, mwandishi wa kitabu Genesis chapter 50 and verse 24, Yusufu ndiye alikuwa mkubwa kule Misri. Na alielewa ya kwamba akishakufa, na alikufa mbele ya ndugu zake na watoto wao, na watoto wake walibaki pale, hakuna mtu mwingine atawaelewa vile yeye alikuwa anawaelewa, ya kwamba hawangefinyiliwa na serikali kwa sababu yeye alikuwa pale na alikuwa anajulikana. Lakini alipofika ni kukufa, Mwanzo 50 mstari wa 20 inasema, then Joseph said to his brothers, akaambia madugu zake, I am about to die. Mimi vile najihisi ni kama mtu ambaye anakufa. Mimi vile najihisi ni kama mtu ambaye anakufa. But God will surely come to your aid
and take you up out of this land to the land he promised on oath to Abraham, Isaac and Jacob. Ati ya kwamba nikiondoka Mungu atakuja kuwasaidia. God will come on your aid. Na kwa hivyo ni vizuri uelewe ya kwamba Mungu anapokuja, kulingana vile hiyo mstari imetuambia, anakuja kusaidia watu. Na ikiwa uko na kitu, watu huitana kwa Mungu tu wakati wanahitaji baraka. Lakini kulingana hii mstari, watu wanafaa kuita Mungu wakati wamefinyiliwa na wakati wanahitaji kusaidiwa. Anawaambia Mungu atakuja kuwasaidia na watoe hapa. Na kwa hivyo mtu yeyote ambaye anahitaji msaada, uko na haki ya kumuita Mungu. Wakati unaona maisha yako haiendi katika ile njia inafaa kwenda, na maanisha hivi, umekaa bila kazi miaka 5, miaka 10, ni lazima ukule, ni lazima ulipe nyumba, ni lazima uvae, ni lazima ujifunike ushi wako, maana kuna ile ushi unaelewa, ushi wa kijamii ama ushi wa kifamilia. Ni lazima ujifunike hiyo ushi. Unapoona vitu zinachelewa kufanyika katika maisha yako, ita Mungu. Yusufu anawaambia Mungu atakuja kuwasaidia. Yaani ni kama ishara ya kwamba kufinyiliwa kulikuwa kumeanza kuonekana, ya kwamba watafinyiliwa. Ni kama kulikuwa kumeonekana ya kwamba hawa watu ni kama wameanza kuoccupy sehemu yetu ile mzuri, maana walipofika kule Misri walizaana. Na kwa hivyo anawaambia Mungu atakuja kuwasaidia. Unapoona vitu hazifanyiki katika ile misingi na katika ile njia inayostahili, ni vizuri utafute Mungu. Mungu hutembea wakati watu wanafinyiliwa. Mungu hutembea wakati watu maisha yao haikai vile inafaa kukaa. Mungu hutembea. Na ni vizuri ujue pia imeandikwa Mwanzo sura ya 6, Genesis chapter 6 and verse 5. Pia kuna kitu kimeandikwa kinachohusiana na Mungu kutembea. Hii ni wakati ule watu walizaana sana katika uso wa dunia, na watu wenye roho tofauti wakaingia katika uso wa dunia kwa sababu wanadamu walizaa na foreign angels. Maandiko inasema ya kwamba the Lord saw how great the wickedness of the human race had become. Na Mungu akaona ya kwamba wanadamu wamekuwa waovu zaidi katika uso wa dunia. Na maandiko inasema next, inasema ya kwamba and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Na Mungu akaona ya kwamba mapigo ya mwanadamu ni maovu siku zote. Mapigo ya moyo wa mwanadamu Mungu akaona ni maovu siku zote. Verse 6 inasema the Lord regretted that he had made human being on the earth and his heart was deeply troubled. Ni kusema ya kwamba Mungu pia anaweza vutiwa mahali akuje kwa sababu ya ile uovu inatendeka mahali hapo. Na Mungu alipojuta hapa, verse 7 inasema ya kwamba so the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created. Alipoona mioyo ya wanadamu imeshafuka na watu wamefanya uovu wa kila aina, akaamua kwa moyo wake ya kwamba ataharibu dunia yote na haribu wanadamu kwa sababu ya uovu. Ni makosa makubwa sana unatenda uovu kila siku. Ni makosa makubwa sana unajiingiza katika misingi ya uovu kila wakati. Hii ni kukwambia hata kabla Mungu hajaitwa atakuja. Mungu hukuja kuangalia kwa nini hiyo uovu inatendeka mahali hapo. Kwa nini hiyo uovu inafika viwango hivyo? Kwa nini hiyo uovu imeinuka kiwango hicho? Unaelewa imeandikwa Genesis chapter 18, wakati Sodom na Gomora ilikuwa inashomwa. Alisema na nitashuka nijionee kama hivyo ninasikia ni ukweli ya kwamba hivyo ndivyo Sodom wanafanya. Kwa hivyo kuna uovu inaweza fanyika mahali na ianze kuvutia Mungu. Ningependa nikuelezee wakati kijiji fulani kinaweza chafuka, wenye kijiji hizo wanapika shangaa, wenye kijiji hicho wanauza bangi, serikali inakuja bila kuitwa na mtu. Wanakuja tu kwa sababu how comes kwa kijiji shangaa ipikwe? How comes kwa kijiji watu wavuta bangi? Na hizi vitu haziko rigo. Unakuta serikali inajileta shalazima. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu kinawavutia, kinafanyika kinyume. Sehemu fulani ikisemekana iko na minerals, serikali itavutiwa mahali pale na itaenda. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Yakobo kwa ukuu wake, uovu ukifika mahali una attract Mungu.
Anaambia Abrahama ya kwamba watoto wako wataenda utumwani miaka 400, nikigojea kikombe cha hasira kijae cha Wakanani. Meaning miaka 400 ikiisha, hawa watakuwa wamefanya uovu ambao uko juu mwisho, ambao utanivutia. Kuna vitu zinavutiaga Mungu, na tafadhali ukiona uovu inafanyika mahali, ni vizuri uhame. Mungu atavutiwa na hiyo uovu na atakuja. Na akija katika hali ya uovu, hakuji kama mwanakondoo aliyechinjwa. Biblia inasema anakuja kama amri jeshi mkuu. Anakuja kama Bwana wa mabwana. Na hiyo ni kusema ya kwamba maisha ile watu wa hiyo eneo wataishi itakuwa maisha ya hatari. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikujulishe maneno haya. Kwa nini Mungu akuja chini? Kwa nini Mungu anakuja? Why does God pay visit? That is what I want to answer. Kwa nini Mungu akuje? Kwa nini Mungu atembee? Kwa nini Mungu ashuke? Ni nini inasababisha Mungu ashuke? Unakuta kwa kanisa watu wamekusanyika kanisani Sunday. Unakuta ya kwamba kuna crusade na ni kando ya barabara, imezungukwa na si kanisa, kando ya barabara. Watu wamekusanya mahali, wanasema ni crusade. Kuna mwimbaji anaiba na kuna mtu amejipaka kwa neno kwamba atahubiri. Alafu unasikia katika hiyo ground mpaka uwepo wa Mungu umeshuka mahali pale. Kwa nini Mungu ashuke kwa uwanja wa sehemu kama ile? Ni kwa sababu kuna kusudio zile zinasababishaga Mungu ashuke chini. Number 1, God comes down to save. God comes down to save. Zephaniah chapter 3 and verse 17. Zephaniah chapter 3 and verse 17. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take delight in you. The mighty warrior who saves. Ni hatari kubwa katika haya maisha, ukae maisha ya kufinyiria watu. Utakapofinyiria mtu kwenye hiyo kampuni, kwa sababu wewe ndiye mkubwa kwenye hiyo kazi, wamwite Mungu, atashuka chini kuwaokoa. Alipokuwa anaenda Misri, Waisraeli walikuwa wamefinyiliwa na Farao, na maandiko inasema ya kwamba akaambia Musa, nimesikia kilio chao, nimesikia, na ndio nimeshuka niweze kuwaokoa. Mungu hushuka chini ili aweze kuokoa. Wakati kanisa linaweza kusanyika na watu waitane kwa kijiji chao, wamwambie Mungu, angalia kijiji chetu, ile ulevi iko kwenye hii kijiji, tunaomba uje uokoe wanalika. Tunaomba uje uokoe watu wandogo wenye umri kidogo, maana wameingia kwa pombe, wamemalizika. Watu wengi wakiita Mungu katika hiyo njia, Mungu atashuka kuhakikisha hiyo pombe imeisha katika hiyo kijiji. God comes down to save. Wakati watu wameita Mungu katika maeneo kama ya crusade, na wanamuita wakimwambia Mungu, njoo uokoe watu kutokana na minyororo na misingi ya dhambi, unakutaka Mungu ameshuka na ameokoa watu. Na wale ambao walikuwa wanafanya hiyo kazi ya ulevi, ama hiyo kazi ya kuuza pombe, unasikia mpaka mtu amesikia kukinai. Unasikia serikali imetoa sheria ya kwamba hizo baa zimekaribia mashule zote zifungwe. Hiyo si bure, lazima kuwe kuna mtu amelia. Hizo baa zote zimekaribia mashule zifungwe, haifanyiki bure, lazima kuwe kuna mtu amelia. Hizo baa zote ama hizo clubs zimekaribia mahospitali zifungwe kwa sababu ya ile noise inatoka kwa hizo club. Unapoona hivyo, kuna mtu amelia na akaita bingu. Maandiko inasema Exodus chapter 3 and verse 8, so I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them out to the land that is good and spacious. Mungu anasema hivyo, I bring them out to the land that is good and spacious. Kwa hivyo Mungu hushuka ili aweze kuokoa. Na mimi nikuulize, wewe ambaye umeandika wafanyikazi, unawafinyiria, siku ile watalia kwa Mungu na ashuke, kazi yako itaumia. Mungu anakuja kuokoa watu. Mungu hupenda sana wakati watu wake wanaokolewa. Na tafadhali, siku ile Danieli aliitana wakiwa Babylon, Mungu alishuka na akakuja kuwaokoa. Tafadhali, wakati ule katika kitabu cha Esther, Mordekai alikuwa amepanga kinyume, si Mordekai, Haman alikuwa amepanga kinyume, iligeuzwa kwa sababu Mungu alishuka chini kuokoa. Nataka nikujulishe, wakati ule walipanga jamafishe na wakaweka Danieli kwenye shimo la simba, Mungu alishuka
kumuokoa Danieli. Nataka nikwambie, wakati Shadraka, Meshaki na Abednego waliingiliwa, Mungu alishuka kuwaokoa katika hizo jama. Nataka nikwambie, wakati mmoja Paulo alikuwa ameingiliwa na wakazingira mji, alishukia kwa dirisha na Mungu akashuka kumuokoa. God comes to save. Mzazi unayenisikiza, watoto wako wote wamepotea. Ningependa uitane ibada huko nyumbani, uite watoto wako wote. Wale watakusikia wakusikie, wale hawatakusikia wataobewa in the absentia, hata kama hawako. Ufanye ibada, umwambie Mungu, tumekuita katika hii boma uweze kutuokoa. God comes to save. Mungu anashuka ili aweze kuokoa. Na mahali popote Mungu anaitwa, jambo moja linasababisha Mungu ashuke, ni jambo ambalo lina uhusiano na kuokoa. Wakati wowote Mungu anaona watu wanahitaji kuokolewa. Imagine alituma Yesu hata kabla wanadamu hajaitisha aokoe watu wasiende kwa moto. Alituma Yesu kabla hajaitishwa na akaokoa kabla watu hawajachomeka. Sisi tumeokolewa siku ya leo, sio juhudi na sio bidii, ni kwa sababu kuna mtu alitumwa akaja kutuokoa. Number 2, kwa nini Mungu huwa anashuka? Exodus chapter 4 and verse 31. Anasema, and they believed, and when they heard that the Lord was concerned about them and had seen their misery, they bowed down and worshipped. Hii ni kukwambia kwamba Mungu anashuka mahali anaabudiwa. Wakati watu wamefanya ibada mahali wa muabudu Mungu, their intention is God, he comes down. Ndio unakuta ya kwamba ukiingia kanisani unahisi atmosphere very different, na ukitoka nje hauisikiangi. Lakini ukiingia kanisa unasikia kuna atmosphere iko, kuna amani, kuna furaha, kuna everything good. When you feel that atmosphere, imesababishwa kwa sababu ya Mungu kushuka. Na let me tell you, hakuna kitu kinafurahisha kama kukaa katika uwepo wa Bwana. Daudi anasema ya kwamba afadhali siku moja tu, siku hiyo moja peke yake katika hiyo uwepo, kuliko siku 1000. Yani ana compare 1000 days. Hiyo ni kama miaka 3. Anasema afadhali siku moja katika uwepo wa Bwana kuliko siku 1000 mahali kwingine. Why? Siku moja katika uwepo wa Bwana, vitu mingi zinaweza fanyika katika maisha yako, na Mungu hushuka wakati ameitwa mahali. Ningependa nikujulishe ya kwamba wewe ambaye unanisikiza siku ya leo, ya kwamba tafuta kumuibia Mungu sifa. Anasema hivi, anasema, and they believed, and when they heard that the Lord was concerned about them and had seen their misery, part B inasema they bowed down and worshipped. Mahali popote Mungu huabudiwa, hushuka. Biblia inasema ya kwamba Mungu hukalia sifa za watu wake. Na ni vizuri nikwambie wewe ya kwamba hakuna kitu kinapendeza Mungu kama wakati anasifiwa. Hakuna kitu kinapendeza Mungu kama wakati anainuliwa. Ukitaka ushirika mzuri na Mungu, ukitaka kuona makuu yake, ukitaka kuona uwepo wake, ni wakati hata kama umefinyiliwa, chukua nafasi ya kumsifu. Biblia inasema ya kwamba Paulo na Sila walifurahia wakiwa jela mpaka milango ya magereza. Walisifu, waliimba wakiwa jela mpaka milango ya magereza ikafunguka. Alishuka kwa nini kufungua milango ya magereza? Kwa sababu ya kusifiwa. Chukua nafasi hata kama umefinyika kifamilia. Ningependa uone ya kwamba huyu Mungu anakupatia shakura. Mara yako ya mwisho kuingia kwa milango ya hospitali ilikuwa lini? Unakumbuka mara yako ya mwisho kuwa na mgonjwa amelazwa hospitali ilikuwa siku gani? Hiyo ikupatia nafasi tu ya kuinua mikono na kumwambia Bwana unastahili. Bwana wewe ni mkubwa. Hiyo sifa, kuna milango itakufungulia. Milango inayofunguliwa, kuna milango kwa Mungu inafunguliwa na sifa, na hakuna kitu kingine kinaweza ifungua. Nini inasababishaga Mungu ashuka mahali? Akipata sifa mahali. Chukua nafasi katika ugumu wako, katika udogo wako, katika ile hali uliyoko, uinue Mungu, umwabudu kama hawa watu. Walipomwabudu Mungu hakuashiria, alihakikisha hata kama moyo wa Farao ni mgumu, ya kwamba amepigana na Farao mpaka akawapatia ushindi. Kwa hivyo Mungu hushuka mahali anapoabudiwa.
na ningependeza ya kwamba ufanye ibada ya kwako. Kuwa mtu wa ibada ya kuabudu, kuwa mtu wa ibada ya kushukuru, kuwa mtu wa ibada wa kumuinua na kumtukuza Bwana. Pata nafasi ya wewe na Mungu, maana wewe ni mtoto wake, and you worship him. Katika ibada Mungu hushuka. Number 3, kwa nini Mungu hushuka? Ruth chapter 1 and verse 6. Ruth chapter 1 and verse 6. Ni nini husababisha Mungu ashuke? Maandiko inasema, when Naomi heard in Moab that the Lord had come to the aid, the Lord had come to the aid of his people by providing food for them. Lord had come to the aid by providing food for them. She and her daughters-in-law prepared to return home. God comes for provision. Mungu anapisha ambayo washugaji hatujapeana. Tunapeana kama Mungu mwenye kulipiza kizazi, Mungu mwenye hasira mingi, lakini the true picture ya Mungu ni upendo. The true picture ya Mungu ni Mungu wa rehema. Maandiko inasema kitabu cha Lamentation ya kwamba rehema zake na fadhili zake ni mpya kila asubuhi. Our God is a God that is full of mercy and full of love. Na kwa hivyo Mungu hushuka ili aweze kuprovide. Ya kwamba akipata mahali popote ata provide, anashuka. Kumbuka ile siku yule mama aliambia Elijah, nimebakisha chakula ya miru moja, mimi na mtoto wangu tukule alafu tukufe. Biblia inasema ya kwamba haikufanyika hivyo kwa sababu Mungu alishuka. Elijah alimwambia, hiyo nyungu yako haitawahi kosa uga, na hiyo kibuyu chako hakitawahi kosa mafuta, kwa sababu Mungu alishuka for provision. Unakumbuka wana wa Israeli wakiwa jangwani miaka 40 walikula chakula ya ambayo hawakujua imetoka wapi. Biblia inasema kila siku walikuwa wanaagushiwa mana, na Biblia inazidi kusema ya kwamba kuna siku walikuwa wanaletewa nyama za quails na wanakula. Ni kwa sababu gani? God comes to provide. Ukitizama maisha yako utaona Mungu ameprovide. Amekuprovidea na uzima, amekuprovidea na afya, amekuprovidea na akili timamu, amekupatia hata mavazi. Na ujue ya kwamba haulalagi bila kukula chakula. Hata kama hauna excess, lakini haulalagi jaa, ana provide. Biblia inasema in the book of Matthew chapter 6, akasema ya kwamba ndege wa angani hawarimi na hawapandi, na ana provide for them. Ndege wa angani hawarimi na hawapandi, na anawapatia hiyo chakula. So God comes down to provide. Anaposhuka, ukiwa na katika hiyo hali unaona ya kwamba unahitaji kitu fulani na ni hitaji, mwambie Bwana Mungu wa mbinguni ata provide. God comes down to provide. Nilipojifunza hiyo, sisikiangi aibu kumwambia hoja zangu. Anything nahitaji na mwambia Baba, mimi nahitaji hii, kwa sababu ninajua ya kwamba anakujaga kuprovide. Akija lazima ile kitu kulikuwa hakuna ipatikane. Watu wale walilelewa na wazazi ambao walikuwa wanafanya kazi maybe Nairobi. Mzazi akija nyumbani hiyo siku mtakula nyama, na mzazi akija nyumbani hiyo siku mtakula mkate. Nyakati zile tukilelewa mikate ilikuwa nadra kupatikana, lakini akija kutoka Nairobi hiyo siku mtakula mkate. Hiyo siku amekuja mtakula nyama. Lakini hizi siku zingine hakuji, mnakula getheri, mnakula matoke, mnakula mokimo. Hiyo ndio ilikuwa chakula ya kawaida. Lakini siku ile Baba amekuja kutoka Nairobi, hiyo siku nyama itapatikana. Kwa hivyo Baba ninamfananisha na Mungu. Wakati Mungu anashuka mahali, he comes to provide. He comes to provide. He comes to provide. Israeli kuna wakati walikuwa nakubwa na njaa, na Biblia inasema Mungu akakumbuka kilio chao, akaja na akawapatia chakula. He comes to provide. Wakati Mungu anashuka mahali, anakuja kusudi apeane chakula. Na number 4, he comes for restoration. Mungu anakuja kurestore. Job chapter 42 and verse 10. Job chapter 42 verse 10. Biblia inasema after Job had prayed for his friend, the Lord restored. The Lord restored. Ayubu alipoombea marafiki zake, Bwana akarejesha. Kuna wakati unahisi katika haya maisha umepoteza vitu. Ni vizuri uite Mungu wa urejesho.
ana uwezo wa kurejesha. Nimeona mtu ambaye amerejeshewa miaka, mtu ambaye daktari walikuwa wamesema huyu ameenda, hata watu wa family walikuwa wamekufa moyo na wakasema huyu hawezi rudi. Hata kuna wakati waliita mchungaji wakamwambia, tulikuita hapa umuombee huyu mtu wetu apone, lakini tumekuita leo umfugue, ako na ushugu na ameteseka sana. Lakini hivyo maombi ya kumfugua, hiyo maombi inamregesha uhai na anarudi na anakaa miaka ingine mingi. Kwa sababu gani? There is God in heaven who comes to restore. Umepoteza miaka yako, kupoteza miaka ni kama mtu ambaye amefungwa jela kimakosa. Alafu ukitoka jela unajikuta ya kwamba nitaanzia wapi? Watu wale tulikuwa tuko na wao walitengeneza family na maisha yao iliendelea. God has a way to uplift you. Hata kama umetoka jela jana, Mungu ana njia ya urejesho. Huwa anaregeshea watu miaka. Aliambia wana wa Israeli ya kwamba ile yote ililiwa na nzige, ile yote nzige walikula, nitairegesha. Na ukweli ana njia ya kuregesha. Kwa hivyo Mungu anashuka mahali ili aweze kuregesha. Mungu anashuka mahali ili aweze kuregesha. Nimeona mtu ambaye amekaa bila kazi, amemaliza shule, ametafuta kazi, miaka 10 ikapita, miaka 15, akaandikwa kazi akiwa na miaka 47. Lakini alipoandikwa kazi na miaka 47, aliandikwa kazi na akapatiwa mshahara ambayo si ya beginner. Ni kwa sababu gani? Mungu ana njia zake za urejesho. Nimeona mtu ambaye ameshelewa kupata watoto katika ndoa, lakini saa ile Mungu alikuja akalimpea watoto wawili mpaka yeye mwenyewe akashtuka. Kwa sababu gani? Mungu anakuja kufanya urejesho. God has a system of restoring what has been destroyed. Nimeona mtu ambaye amepoteza miaka yake amepoteza miaka yake katika ulevi. Alipokubali Mungu na akamuitikia, Mungu alimrejeshea. Hata Ayubu miaka yake iliyopotea, sio rafiki zake peke yake. Biblia inasema Ayubu akalipwa kitu kilichokuwa kimeharibika na kingine, kwa sababu Mungu ana njia zake za urejesho. Wana wa Israeli walipoenda Babylon miaka 70, in the book of Jeremiah chapter 29, I think in verse 10, Biblia inasema ya kwamba miaka 70 itakapoisha nitawaregesha. Kwa hivyo Mungu ana njia zake za urejesho. Ninataka niongee na mtu ambaye ulikuwa na mali ikaja ikafilisika. Tafadhali ingia kwa Mungu, mtafute, mwambie Baba, ninajua unaweza niregesha mahali nilikuwa. He is capable, na kuinue hata zaidi ya mahali ulikuwa. Nataka niongee na mtu ambaye alianzisha biashara na hiyo biashara ikafunga, ukaanzisha ingine, na hiyo ingine ikafunga, ukaanzisha ingine, na hiyo ingine ikafunga. Let me tell you, there is God in heaven who restores, na atakurejesha. Kwa hivyo Mungu hushuka kwa sababu ya mambo 4. Number 1, kukiwa na worship, Mungu hushuka. Number 2, Mungu hushuka ili ya save. Number 3, anashuka ili ya provide. And number 4, Mungu hushuka ili aregeshe. Na mimi sijui uko na hitaji gani, nataka nikuombee ya kwamba Mungu ashuka kwako. Baba, katika jina la Yesu, kulingana na vile tumenena neno lako, ninaomba ya kwamba urejesho kwa kila mmoja ambaye amesikia neno la leo. Wewe una njia zako za kufanya watu wako maisha yao ibadilike. Wewe una njia zako za kufanya watu wako maisha yao isimame imara. Wewe uko na njia zako za kufanya maisha yao ipate ushindi. Wewe uko na njia zako za kufanya watu wako maisha yao iweze kupata baraka. Wewe uko na njia zako za kufanya watu wako maisha yao iweze kusimama. I call you today that Almighty Father, ili uweze kusave. Nimekuita leo ili uweze kupokea sifa na ibada ambayo watu wako wanafanya. Nimekuita leo ili uweze kuprovide. Kuna huyu bwana anahitaji shamba, may you provide. Kuna huyu anahitaji kazi, may you provide. Kuna huyu anahitaji chakula ya kila siku, may you provide. Kuna huyu anahitaji uponyaji, may you provide. Kuna huyu bwana anahitaji Bwana maisha yake iinuliwe, may you provide. Na kuna huyu ambaye amepoteza kila kitu katika maisha. I speak restoration, believing and knowing that you are going to restore because you are faithful God. I bless you and I adore you. In Jesus' name we pray. Amen. May God bless you. Ninaitwa Pastor Rafael wa CFF Makutano, na Yesu ni Bwana. Ninaomba usupport hii program kwa kutuma msaada wako kwa hii namba ya paybill ya Family Bank 22218 7238#, ama hiyo namba ingine inaandika kwa your screen 0725000070, na utabarikiwa na Bwana. Kusaidia kazi ya Bwana kunafungulia watu milango ya baraka. May God bless you. May God be with you. Bye bye.